بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 28 mwezi wa Safar mwaka 1440 katika darsa ya kitabu Sarih as-Sunnah للإمام أبي جعفر الطبري رحمه الله تعالى. tulianza katika kikao kilichopita القول في القرآن وأنه كلام الله, ingawa baadhi ya ikhwa jazahumullahu khairan wakatukumbusha kuwa bado kuna sehemu ambayo tumeiruka katika maelezo ya maneno ya musannif rahimahullahu ta'ala aliposema thumma innahu لم يزل من بعد مطي رسول الله صلى الله عليه وسلم لسبيله حوادث في كل دهر تحدث, mpaka mwisho wa utangulizi aliotanguliza al-musannif rahimahullah ilikuwa tumewacha maelezo. Baadhi ya ikhwa jazahumullahu khairan وبارك فيهم وكتكمبوشا, na leo biidhnillahi ta'ala tutasoma maelezo sharih hafidhahullah katika sehemu hiyo ya maneno al-musannif rahimahullah ta'ala. قال الشيخ عبد العزيز الراجحي حفظه الله: لا يزال المؤلف رحمه الله تعالى يبين فضل العلماء. aendelea muandishi rahimahullahu ta'ala katika utangulizi wake huu kueleza fadla za wanavyuoni, wa anna alulama هم الذين يرجع إليهم أو يرجع إليهم الناس في الحوادث التي تنزل, na kuwa ulama watu hurejea kwao katika kila wakati, watu hurejea kwao katika kila jambo linalojiri upya au linalotokea upya ili kujua hukumu. ويفزع فيها الناس إلى العلماء الذين آتاهم الله العلم, kawaona watu wakimbilia kwa wanavyuoni ambao Allah jalla thanau subhanahu amewaneemesha kwa neema ya ilmu. Na hii ni kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema fas'alu ahla dhikri in kuntum لا تعلمون, وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم يعني العلماء لعلمه الذين يستنبطونه منهم. kwa amri ya aya hizi na nyinginezo Allah subhanahu wa ta'ala ameuamrisha umma kurudi kwa wanavyuoni linapojiri jambo lolote ambalo ahitaji muislamu kujua hukumu katika jambo kama lile. فالعلماء يكشفون ما أشكل على الناس ويزيلون الغبش والظلام, wanavyuoni wanapojiliwa na mambo kama haya wao hupata uvumbuzi wa yale yaliyowatatiza watu
na kuondoa kile kiza kilichoko katika lile suala waliloulizwa. والغبش يعني الظلام. ولهذا قال فيكشفون فيها أو فيكشف فيها العالم سدف الظلام. يقال سدف الليل وسدف الدجى والسدف الظلمة. السدف معنى yake ni kiza. Kwa ulama ni sababu ya kuondoa kiza katika mujtama, na popote anapokuwa mwanachuoni katika mujtama ni kama mfano wa taa iliyo na nuru inaowaangazia watu katika kiza. Na ndiyo mfano aliotaja al-Imam Abu al-Husayn al-Ajurri rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake Akhlaqul Ulama. Akataja mfano mzuri wa mwanachuoni katika umma. Mfano wake ni kama watu waliofuata njia iliyo na kiza na hatari nyingi sana. Hatari ya wanyama wabaya, miba, hatari ya njia watu kuvamiwa, giza. Kisha kukawa na taa, ikawa watu watembea katika taa kama ile, ni sababu ya kuokoa wao kutokana na hatari nyingi iliyoko katika njia kama ile. فإذا انطفى المصباح, ile taa inapozima watakuwaje watu wale? Hakadha alulama fi nnas, hivi ndivyo walivyo wanaovioni kwa watu. Wengi katika watu hawajui umuhimu wao. Wallahi wengi katika watu hawajui umuhimu wa wanaochuoni, mpaka ile siku watakapoondoka ndio watu watakumbuka. Kana Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala yaqul idha mata al-Albani arafa an-nas man huwa al-Albani. Atakapofariki al-Albani ndio watu watajua nani Sheikh al-Albani. Wallahi sadaqa rahimahullah, alipofariki watu walikumbuka umuhimu wa Imam al-Albani rahimahullah ta'ala. Na kila mwanachuoni anapofariki, kule kufa kwake ni kuzima kwa taa ambayo watu walikuwa wakitembea nayo katika hatari. Si hatari katika njia tu, hatari katika dini yao, hatari katika dini yao ambayo ndio aghla shay, kitu cha ghali kabisa katika maisha yao. Kwa hiyo mwanachuoni huleta uvumbuzi katika mambo ambayo yamewatatiza watu. Bimadha yakshifunahu, kwa jambo gani wanaovioni huweza kuvumbua mambo na wakaleta uvumbuzi watu wakaelewa? Qala aljawab bililmi alladhi ataahu Allah wa faddalahu bihi ala ghayrihi, imma min atharin wa imma min nadharin, ay min adillatin naqliyah au adillatin aqliyah. Kwa ilmu ambayo Allah amewapa, Allah subhanahu wa ta'ala amewafungulia katika ilmu, kwa ile ilmu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewafadhilisha nayo juu ya wengine, imma kwa dalili anaonukuu katika Qur'an na Sunna, au kwa qiyas, dalili ya akili ambayo yatokamana na nusus za Qur'an na Sunna. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أن هناك أمور وحوادث تنازع الناس فيها واختلفوا فلا بد أن نبين الصواب. كيش المصنف رحمه الله akataja mambo na matukio ambayo watu wamezozana na kukhtalifiana. Kwa hivyo hakuna budi isipokuwa kubainisha haki katika mambo hayo. مثل إشاكتاج مفانو اختلافهم في الإمامة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، من أحق الناس بالإمامة ومن أولاهم بالخلافة. jambo la kwanza lilolitaja
ni kukhtalifiana watu kuhusu uongozi baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni nani aliyestahiki kuwa kiongozi? Ni nani aliyekuwa aula zaidi kupewa uongozi na ukhalifa baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam? Hapa kuna ikhtilafu imetokea katika umma, na hapa katika kitabu hiki al-Imam At-Tabari rahimahullah atabainisha kauli ya haki katika jambo hili, kauli ya ahli sunnati wal jamaa na i'tiqadi ahli sunnati wal jamaa katika swala hili. وكذلك من المسائل القول في أعمال العباد أهي بقضاء الله وقدره أم الأمر فيها مبهم ومفوض. مسألة ya pili ni qaul kuhusu vitendo vya waja. Je, vitendo hivyo wanavyofanya vya waja wa Allah ni kwa qadari ya Allah subhanahu wa ta'ala, au jambo hili limeegemezwa kwa kiumbe, bimaana atafanya baada ya kufanya ndiyo Allah ajue kile kitendo kilichofanywa pale? Hili ni swala la pili alilolitaja. Wa min almasaili aliman hal huwa qawlun wa amal am huwa qawlun bila amal wa hal yazid wa yanqus. Suala la iman, je, ni matamshi na vitendo au ni matamshi bila ya vitendo, na je yazidi na kupungua? Hili pia ni suala ambalo talishambua. ومن المسائل التي جدت القول في القرآن هل هو مخلوق أم غير مخلوق. katika masail pia kadhalika ni hii Qur'an, je imeumbwa au haikuumbwa? Na hili ndio suala la kwanza ambalo atalizungumza al-musannif rahimahullahu ta'ala. وكذلك القول في ألفاظ الناس في القرآن هل هو مخلوق أم غير مخلوق. كذلك uzungumzia lafzi za watu wanapoitamka Qur'an, je zimeumbwa au la. وكذلك مسألة رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة هل يرونه أم لا يرونه. مسألة pia kadhalika ambao wamevutana ni suala la kuwa je waumini watamuona Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama au la. Haya yote majawabu yake yatakuwepo katika hiki kitabu, na atabainisha al-musannif rahimahullah kauli ya ahli sunna katika masala haya. ثم حدث في دهرنا هذا حماقات خاض فيها أهل الجهل والغباء ونوك الأمة والرعاع يتعب إحصاؤها ويمل تعدادها. قوله نوك الأمة يعني الحمقى، وتوبمباف الحمقى. wameingilia katika kuyazungumza masala haya. wa qawluhu ar-ra'a yani 'ammatu an-nas wa dahma'uhum, ni watu wa kawaida au kadhalika watu ambao hawajielewi, wakazungumza masuala haya. khadu fi umurin yut'ibu ihsa'uha ويمل تعدادها. تعداد بفتح التاء، تعداد. وهذه قاعدة مهمة، إن فائدة مزورة يتيتوها بلغة، وهي ما كان على وزن نفعال. neno linalokuja katika uzani wa naf'al، تعداد، مثل تعداد وتكرار وترداد. فالأصل فيها فتح التاء، asli yake ni kuwa taa yake wana nini na fatha. illa masdarani, isipokuwa masdar mbili, huma tilqa wa tibyan.
hiya bikasri ta. Tilqa na tibyan ni maneno mawili au masdar mbili zinazotoka katika hii qaida, lakini chochote kinachokuja katika uzani wa naf'al basi itakuwa ni kuanza na nini? Na fatha. Wa qawluhu fiha alqawlu في اسم الشيء أهو أم هو غيره، يعني القول في الاسم هل هو المسمى أم غير المسمى. kuzungumza kuhusu jina, je jina akusudiwa yule aliyeitwa kwa jina lile ama jina sio yule mtu aliyeitwa kwa jina lile. Fulani ameitwa Muhammad, je Muhammad ni yule mtu ama Muhammad ni jina na yule mtu ni kitu kingine? unaona. ثم قال رحمه الله ونحن نبين الصواب لدينا من القول في ذلك إن شاء الله تعالى وبالله التوفيق. نسيسي بإذن الله تعالى تتبينيش حقي katika yote hayo tuliyotaja. Kwa hivyo insha Allah taala billahi tawfiq, kama nilivyotaja, atakuwa akizungumzia suala moja baada ya jingine linalofungamana na haya aliyotaja. Akiwa suala la kwanza kabisa amelianza ni alqawlu fil Qur'ani wa annahu kalamullah, na jana tuligusia hii sehemu ya kwanza katika maneno ya al-musannif rahimahullah, na kikao kitakachokuja tutazungumzia maelezo ya kipengele hicho insha Allah taala. naktafi bihadha alqadr wallahu taala a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وبارك الله فيك.